Kwa majina yangu naitwa Novatus Ifunya, ni mchungaji wa kanisa la Neema. Lakini pia ni katibu wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani wilaya ya Ikungi. Ndugu wa Tanzania wenzangu, siku ya leo ni siku ambayo tumeipanga kimaalumu kwa ajili ya kuombea taifa amani na uchaguzi mkuu kwa ujumla. Ndugu zangu, amani tulionayo ni zawadi kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo sisi kama viongozi wa dini tuna jukumu la kuilinda amani na kuidumisha. Tunailinda amani kwa maombi yetu, lakini kwa maneno yetu, lakini pia kwa matendo yetu, na kujiepusha na maneno yoyote yenye kuleta chokochoko ambaye inaweza kuchochea uvunjifu wa amani. Amani hii tulionayo sisi kama viongozi wa dini lazima tuihubiri, tuiishi kwa maneno na kwa matendo. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana. Kwa majina yangu naitwa Maria Manuel Kitiku. Ni mwenyekiti wa kina mama wa kanisa ambao linaongozwa na Philemon Nyika. Kwa hiyo wanawake wa kanisa hili, ninaomba tarehe 29 tujitokeze kwa ajili ya kuchagua rais atakayetuongoza katika taifa letu na uongozi wote kwa ujumla ambao utachaguliwa. Kwa naomba wanawake wote tujitokeze kwa wingi. Maana kanisa letu tunamtegemea kuwa Mungu kuwa ni kiongozi na msaada wa maisha yetu, ambaye atatusaidia kuchagua viongozi sahihi ambao watatuongoza ili tuendelee kumtumikia Mungu kwa amani. Mimi ni shemasi pale kanisani, pia ni mwenyekiti wa vijana parish yetu ya Ikungi. Sisi kama vijana ni moja kwa moja kama kwenye uchaguzi, kwamba tumejiandaa vizuri vijana, kwamba siku tutakuwa na tofauti yote ya kisiasa. Sisi tumemwomba Mungu, tumeanzisha vijana wetu waende kwenye uchaguzi. Tumemwomba Mungu kiukweli. Tumewaambia vijana waende wakapige kura, na mimi tutachagua viongozi wale sahihi, maana tumemwomba Mungu sisi kama vijana, na tuna imani kubwa na viongozi ambao watakaochaguliwa itakuwa ni viongozi sahihi ambao tumeombea Mungu. Maana Mungu anasema kwamba tuombe Mungu tupate watu sahihi watakaotuongoza. Kwa hiyo tunaheshimu mamlaka yetu iliyo kuu, iliyo juu, kwamba itatupatia watu sahihi. Na imani hilo. Sisi kama vijana tumejiandaa vizuri, vijana wa kanisani, maana tumewahamasisha kwa kweli. Tumewahamasisha vijana wa kike na wa kiume. Kwa hiyo tutajitokeza kwa wingi kupiga kura siku hiyo. Na pia hapata kuwa na vurugu yoyote. Ndugu zangu, kama mnavyojua, ndani ya taifa letu la Tanzania, nchi ambayo ni ya baraka sana, nchi ambayo Mungu ametupa sisi ndio Watanzania tunaoishi ndani ya Tanzania hii. Sisi ndio wananchi wa wilaya ya Ikungi, lakini sisi ndio Watanzania tuishio katika mkoa wa Singida. Lakini ndani ya taifa letu, kila baada ya miaka 5 tunaingia kwenye uchaguzi mkuu, na kwa mwaka huu zimebaki kama siku 2-3. Oktoba 29 siku ya Jumatano itakuwa ni siku ya uchaguzi. Lakini mimi nikiwa mchungaji wa kanisa hili la International Evangelism Church Ikungi, lakini nikiwa askofu wa makanisa yetu International Evangelism Church Singida, lakini pia ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano mkoa wa Singida, lakini nikiwa mwenyekiti wa makanisa au wa dini hapa wilaya ya Ikungi, imepaswa niseme neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Ndugu zangu, tukiwa kama walezi wa maadili, amani na mshikamano katika jamii, tungependa kutoa tamko kwa washirika wote na wananchi wote kwa jumla wake kujitokeza kushiriki kikamilifu katika zoezi la kupiga kura siku ya Jumatano, uchaguzi ambao utafanyika tarehe 29 mwezi wa 10 Oktoba hii. Tunawakumbusha kuwa kupiga kura ni haki yako ya kikatiba, lakini pia unapopiga kura unaonyesha wewe ni mzalendo kweli kweli wa taifa lako. Kwa hiyo tujitokeze kwa wingi kwa kutii mamlaka
iliyo juu, kama maandiko matakatifu yanavyotuagiza. Jambo la pili, hatukuelekezi ukamchague nani. Tunachokuelekeza ufanye maamuzi ya busara ya haki kwa kuchagua kiongozi unayeamini atatumikia wananchi kwa uadilifu, na hata wanaowachagua wanatambua kwa kura ya haki yetu na kulinda amani ya nchi yetu ni wajibu wa kila Mtanzania. Tunaomba tuzidi kudumisha amani, na kwa sababu leo hichi ninachozungumza kitaenda kwa watu wengi, niseme kwamba ndugu zangu, tofauti za mitazamo, tofauti za kisiasa zisijenge chuki na migawanyiko na kuvuruga amani. Ziwe tu ni jambo la kawaida kwamba kila mmoja na mtazamo wake, lakini havina nafasi kabisa kuvuruga amani ya taifa letu. Tusichochewe na tofauti za kisiasa kujenga chuki, kwenda kwenye maandamano. Hapana, sisi hatuna siku ya maandamano, tuna siku ya uchaguzi ndani ya taifa letu la Tanzania. Na leo tutasimama hapa kuliombea taifa letu. Kama mnavyoona viongozi wa kanisa hili wako hapa mbele, tutaliombea taifa letu, lakini pia washirika kama waliosimama huko, tutashirikiana tuliombee taifa letu ili lipite kwenye wakati huu kwa utulivu na amani, na tunamwamini Mungu wetu anatusikia na atafanya hivyo. Ni wajibu wetu, ni kazi yetu kuliombea taifa hili. Narudia tena, sisi viongozi wa dini, ni wajibu wetu, ni kazi yetu kuliombea taifa letu la Tanzania. Nikiwa naenda kumaliza, nirudie tena, vijana ninawaomba muongee na vijana wenzenu, kina mama tuongee na kina mama, watu wote wajitokeze kwenda kutumia haki yao ya kupiga kura. Lakini sisi viongozi wa dini tuko mstari wa mbele, tutatumia wajibu wetu kuliombea taifa na kumwomba Mungu tuvuke katika kipindi kwa amani, na Mungu wa mbinguni awabariki sana 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 kabisa, na awabariki sana sana, na tutazidi kwa pamoja na Mungu mwema. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Asante sana.